tumemalizia kipengele kilichobaki cha mnyororo wa shahidi, unaitwa chain of custody, mnyororo wa ushahidi wenyewe. Hasa ile simu ya Google Pixel ambayo inasemekana yule mshtakiwa wa kwanza ambaye sasa hivi ni mrufani wa kwanza ilikutwa kwake. Namna gani ilikamatwa kwake ndio tulikuwa tunachambua mpaka ikafika mahakamani. Lakini ya pili, kila mmoja alikamatwa kwa namna yake na mpaka kufikishwa huko. Kwa hiyo hoja kubwa ilikuwa ni kwamba je, ukamataji ulikuwa ni sahihi au sio sahihi, na wale wengine ambao walikuwa hawajakamatwa mpaka leo, yani hatima yao ni nini dhidi ya hawa na hawa dhidi ya wale, ndio lichoongea kikubwa. Lakini kwa sasa tulikuwa tunaanza kuchambua mambo ya sheria ya mtandao, kwa maana electronic evidence, na mapungufu yake na umuhimu wake na uzuri wake kwenye kesi, ulikinganisha maisha ya mfumo wa kisasa ambao lazima iruhusu mambo ya electronic. Kwa kulikuwa na mapungufu gani na kulikuwa na mambo mengine ambayo hayana mapungufu. Kwa hiyo jaji ameahirisha mpaka kesho asubuhi tutaendelea. Na uliainisha vipengele 33 siku ya kwanza katika shauri hili na anza kusikiliza. Leo mmefika katika kipengele cha ngapi? Leo ni kipengele cha 4 kategori. Yani zile sababu 33 tulizigawanya katika mafungu 9, na katika yale mafungu 9 kwa leo tulikuwa tumefika ya 4. Kwa hiyo bado 5. Kuna uwezekano kesi hii ikasikilizwa kwa mfululizo kama ambavyo, yani kesho inaendelea, lakini na imani kesho tutafanya summary. Kwa hiyo tutafanya urahisishaji kidogo kutokana na kwamba vitu vingi tumeshaongea. Kwa hiyo kesho tutapunguza mzigo, ikiwezekana utaisha. Na wale upande wa serikali wao kwa upande wao wamesema wao watakuwa na siku moja. Kwa hiyo hapa ni upande wa waleta rufaa. Wanaotetea ni watu wa serikali sasa. Wao ndio utetezi sasa hivi. Kwa hiyo kesi imebadilika.